Timu ya taifa ya vijana wa chini ya miaka 20 ya Kenya Rising Stars inajiandaa kwa mara ya kwanza kushiriki mashindano ya kihistoria Total Energies CAF Under 20 Africa Cup of Nations yatakayofanyika nchini Misri mwaka wa 2025. Baada ya kampeni ya kufuzu ya kuvutia, timu hiyo kutoka Afrika Mashariki itaingia kwenye kundi B kukabiliana na vigogo wa soka Afrika, Nigeria, Tunisia na Morocco. Wakiwa na morali ya juu, Rising Stars walifuzu kwa kumaliza wa pili kwenye mashindano ya CECAFA Under 20 bila kupoteza mechi yoyote, na wakionyesha uwezo mkubwa wa kushambulia na kufunga mabao 14 na kuruhusu bao moja pekee. Ushindi mkubwa wa 4-0 dhidi ya Burundi kwenye nusu fainali ulionyesha uimara wao, na ingawa walishindwa na Tanzania kwenye fainali, walidhibitisha kuwa Kenya inazidi kukua katika soka la vijana. Chini ya uongozi wa kocha Salim Babu, kikosi hiki kinasifika kuwa na nidhamu ya kiufundi, mpito wa haraka na uwiano bora katika ulinzi na mashambulizi. Ingawa wanaingia kama underdogs, wana kikosi chenye kujiamini na dhamira ya kuacha alama. Babu alisema kuwa timu iko tayari na imewasili na imeanza mazoezi mepesi, huku hali nzuri ya hewa isiyotarajiwa ikiwasaidia kuzoea mazingira mapema. Rising Stars wako tayari kiakili kwa mechi yao ya kwanza dhidi ya Morocco Alhamisi Mei mosi. Nafikiri tulifika vizuri, tukafika check in hotel. Nafikiri vijana wameshakopa, weather pia si mbaya sana kama vile tulikuwa tunatarajia, lakini imekuwa nzuri kwa sababu ukiangalia vijana pia wana morale kwa sababu wanajua kitu gani mwaleta huko. So ni kitu hiyo imewaleta huko ndio pekee yake tunajaribu kuangalia. Nafikiri itakuwa vizuri kwa sababu already kila mtu yuko mind yake isha set, tunataka kuchukua tournament, tunataka kuingia pia hata finali ama qualify paka World Cup. Hiyo nafikiri ndio kitu kuna vijana, so vijana wako na morale sana. And despite coming here having a different climate, change of weather, change of place, change of environment, I think it's good for us, preparation, to have a good preparation with the team, to bond, to have a good gel, so that when the competitions are ready, and then we also need to make sure we are also ready for the competition. So we are here to qualify for the World Cup, to try to be the champions of the AFCON, because it really means a lot for us. So I think for me it's very important to make sure like my teammates are very concentrated, we know what we are here for, and we just keep focusing day by day. The fans that are supporting us, we can tell them like they should be confident in us, they should wait for a good performance, a good display, and all in all they will enjoy what they'll see when the competition starts. Akitambua Morocco kama washindani wakuu, Babu alisisitiza uimara wa kisaikolojia wa wachezaji wake na utayari wao kwa changamoto hiyo. Mechi ya kirafiki dhidi ya Ghana itawasaidia kuboresha mbinu na kutambua mapungufu kabla ya mashindano kuanza rasmi. Kwa ari ya juu, mazingira mazuri na maandalizi thabiti, Salim Babu anaimani kuwa kikosi chake kiko tayari kupambana na kuandika historia katika ushiriki wao wa kwanza katika AFCON Under 20. Licha ya kupangwa na wapinzani wenye nguvu, Kenya inalenga kushangaza bara na kuonyesha maendeleo yao katika soka la vijana. Mechi wa kwanza ni Morocco. Tuna prepare kwa kucheza na Morocco kwa sababu tunajua Morocco ni tough team na pia sisi ni kama underdog. Lakini tuko na plan ya kushinda hiyo game, na nafikiri tukienda vizuri kulingana na plan yetu ya mazoezi na plan yote ya arrangement yote ya team, nafikiri tutaweza kuwin kwa sababu ukiangalia vijana pia na morale. Nikiripotia Safi ya Sport runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiyu.